Shekhe, tumeona katika zakatul fitri ukitoa baada ya swala ya Idi huwa kama sadaka tu umeitoa. Unastahili utoe siku moja, siku mbili ama kabla ya swala ya Idul Fitri. Huyu mnyama shekhe, naye mimi leo tuko karibia mwezi 6 mwezi 8 shekhe. Nataka kumchinja. Kumchinja usiku wa Idi. Usiku wenyewe anasema ndio usiku mzuri pale, at least tunwe supu na nini. Timu yangu ya Al-Hajar iko hapa tu enjoy. Kwa kweli katika nidhamu na masharti tuliowekewa ya udhiya ni kwamba ana wakati wake uliopangiwa achinjwe. Hafai umchinje kabla ya swala. Ukimchinja kabla ya swala itakuwa umechinja ni mnyama, ni sadaka tu. Lakini hawi udhiya. Ili aingie katika kundi la sadaka hii au ibada hii ya udhiya, lazima umchinje baada ya swala, na ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umchinje baada ya swala Idi, siku ile ya Idi na ayamu tashriq, na siku 3 zinazofuata. Inamalizikia siku ya 3 salatu al-asr. Baada al-asr pale ukichinja pia haisabiki tena kuwa ni udhiya. Kwa hiyo umchinje kati ya hizi siku ya 10 ambayo ni siku ya Idi na siku 3 ayamu tashriq zinazofuata. Mnyama udhiya anafaa kuchinjwa kwenye wakati huo. Shekhe, najua kuna masharti, lakini kwa sasa tayari mwezi ushaonekana, siku kadhaa watu zimeshapita. Sikuwa na uwezo, na tumeambiwa kama mtu aliye na uwezo anataka kuchinja, kuna mavitu asifanye, asinyoe nyele, asikate kucha. Tuko mwezi kadhaa sasa hivi. Naam, hayo ni mapendekezo. Lazima watu waelewe. Kuna watu maskini huona kama ni lazima iwe hivyo. Yani kwamba lazima usinyoe, lazima si lazima. Yani si katika masharti kuwa ikiwa utakata nywele ukate kucha basi itakuwa wewe udhiya wako hafai. La, lakini ni vizuri ili kujifananisha na wale wa kule wakiwa katika ihram, wale hawanyoi, hawakati. Kwa hiyo na sisi ikiwa tuna nia ya kuchinja, basi imependekezwa kwa mwenye nia ya kuchinja asiguse chochote katika nywele zake wala kucha zake mpaka siku ya kuchinja. Lakini haimaanishi mwenye kunyoa au mwenye basi itakuwa yeye ile kuchinja yake haifai. Haina uhusiano. Ni pendekezo tu.